Naam, karibu tena mpenzi mtazamaji, ni kupasha yale ambayo yanajiri katika nyanja za kisiasa na katika mitandao ya kijamii jioni ya leo. Katika kesi ya utekaji nyara wa Humphrey Polepole leo imechukua mkondo mwingine mkali au hatari tofauti, huku msemaji wa serikali ya Samia Suluhu sasa akitoa madai kuwa watu kupotea ni michezo tu na wala haijaanza leo. Msemaji huyo wa serikali Jason Msigwa amefichua kuwa kutoweka au kutekwa nyara kwa Humphrey Polepole huenda ama kuna uwezekano ikawa ni mchezo tu, sababu bado hakuna ushahidi au uthibitisho wa kuonyesha kuwa ametekwa nyara. Matamshi haya kutoka kwa msemaji wa serikali ya CCM ya Samia Suluhu Hassan Jason Msigwa ya kwamba mambo haya ya kupotea au kutoweka kwa watu haijaanza leo na kwamba huwa ni michezo tu yanaibuka siku tatu tu baada ya mwana CCM ama mwana UVCCM mwingine anayefahamika kama Comrade Kawaida ama Mohamed Kawaida kuweza kufunguka ya kwamba Humphrey Polepole hajatekwa nyara na yupo nje ya nchi, ametulia tu na anazua tu taharuki na hali ya wasiwasi kwa Watanzania na kuichezea filamu familia yake na Watanzania kwa ujumla. Mtazamaji, vile siku ya juzi Simon Gilisho ambaye ni mgombea ubunge eneo la Arusha aliweza kufichua ya kwamba utekaji nyara huu wote ni mchezo ambao unachezwa na wanaharakati maarufu wa upinzani nchini Tanzania. Kabla ya nikutaarifu yote hayo kutoka kwa msemaji wa serikali Jason Msigwa siku ya leo, bonyeza alama ya like kisha bonyeza neno subscribe na alama ya kengele chini ya video hii kabla ya nikutaarifu ripoti hizi kwa kina au kwa undani zaidi. Msemaji wa serikali Jason Msigwa ametoa tamko kali akizungumzia hali ya wasiwasi wa wananchi wa Tanzania iliyoongezeka kutokana na wimbi la taarifa za hivi karibuni zinazodai kuwa watu kadhaa maarufu akiwemo aliyekuwa balozi Humphrey Polepole wametoweka au kutekwa nyara kwa njia isiyoeleweka. Msigwa alikanusha madai hayo kuwa ni uzushi usio na msingi, akisisitiza kuwa wengi wanaodaiwa kupotea au kutekwa likiwamo la Humphrey Polepole ni vitendo tu vinavyofanywa ili kujenga hofu isiyo ya lazima kwa wananchi wa Tanzania. Matamshi yake yameibua mjadala mpya kote nchini, hasa wakati ambapo kutoweka kwa Humphrey Polepole kunaendelea kutawala na kuzua hofu, mazungumzo ya kitaifa na kuibua wasiwasi mkubwa wa umma. Katika mahojiano yake maalum na East Africa Radio, Msigwa alisisitiza kuwa baadhi ya watu wamekuwa wakijifanya kutoweka au kutekwa nyara kwa makusudi kutafuta huruma na tahadhari ya wananchi, huku wakizua taharuki kubwa. Alieleza kuwa kutoweka kwa Humphrey Polepole kumetiwa chumvi kwenye mitandao ya kijamii ambapo uvumi umefinika ukweli uliothibitishwa. Kwa mujibu wa Jason Msigwa, tabia ya aina hii inalipotosha taifa la Tanzania na kupotosha ukweli wa mambo yanayotokea mashinani. Alikariri kuwa taasisi za serikali zinafuatilia kwa karibu suala hilo na bado wameazimia kufichua ukweli kamili wa kila madai yanayohusiana na kutoweka kwa Humphrey Polepole. Msemaji huyo wa serikali ya Samia Suluhu alifafanua zaidi kuwa vyombo vya ulinzi na usalama vinafanya uchunguzi wa kina katika kesi zote zilizoripotiwa ikiwamo inayohusu kupotea kwa Humphrey Polepole. Alisema kuwa hakuna ushahidi uliopatikana unaoonyesha kuwepo kwa matukio ya utekaji nyara wa kupangwa au kuhusika na serikali. Huku akitaja uvumi huo kuwa ni kero zenye madhara, alisisitiza kwamba wale wanaotunga au kueneza habari potofu wanahatarisha madhara ya kisheria kwa kujenga hofu isiyo na msingi katika jamii. Akizungumzia kilio cha wananchi kilichoambatana na kutoweka kwa Humphrey Polepole, Msigwa alisema kuwa serikali inaelewa msongo wa mawazo ndani ya familia na jamii ya Humphrey Polepole. Hata hivyo, alisisitiza kwamba hakuna hitimisho linalofaa kufanywa hadi utekelezaji wa sheria utakapokamilisha uchunguzi wake. Aliwataka Watanzania wote kuwa watulivu na kuruhusu taratibu rasmi kuchukua mkondo wao na uchunguzi kuendelea kutoka kwa jeshi la polisi badala ya kuongeza simulizi ambazo sijathibitishwa na za uongo zinazosambaa mitandaoni. Kwa mujibu wa Jason Msigwa, madai mengi kuhusu watu kutoweka ikiwamo kesi ya kutoweka kwa kutisha kwa Humphrey Polepole yanatokana na mbinu za muda mrefu zinazotumiwa na watu binafsi au wanasiasa ili kupata tahadhari au kuchezea maoni ya wananchi. Msemaji huyo wa serikali alisisitiza kuwa baadhi ya watu hutunga hadithi za aina hiyo kwa sababu za kisiasa au kifedha, na kuongeza kuwa tabia ya aina hiyo inadhoofisha imani ya wananchi na kusahau masuala halisi yanayolikabili taifa.
Alibainisha kuwa serikali ina wasiwasi mkubwa juu ya jinsi habari potofu inavyoenea haraka, haswa inapohusishwa na mada zenye hisia kama vile kutoweka kwa Humphrey Polepole. Hii, alisema, inaweza kuvuruga umoja wa kitaifa wa Tanzania na kuunda migawanyiko isiyo ya lazima ndani ya jamii. Hivyo basi, serikali imeendelea kujizatiti katika kuhakikisha uwazi na uwajibikaji, huku ikiwalinda wananchi wake dhidi ya madhara ya kisaikolojia yanayotokana na taarifa za uongo. Katika taarifa yake, Msigwa alitoa wito kwa wananchi wa Tanzania wote kuhakiki uhalisia wa taarifa zozote za utekaji kabla ya kuzitoa, hasa zinapohusu kesi nyeti kama vile kupotea kwa Humphrey Polepole. Alionya kuwa kuenea kwa taarifa za uongo hakuathiri familia pekee, bali pia kunaharibu sifa ya nchi na taasisi zake. Serikali alihakikisha itaendelea kuchukua hatua madhubuti dhidi ya yeyote atakayepatikana na hatia ya kuchochea habari hizi za utekaji nyara au habari potofu hizi za kutoweka kwa watu. Msigwa pia alieleza kuwa si mara ya kwanza kwa nchi hii kukumbwa na wimbi la taarifa potofu kuhusu madai ya watu kutekwa nyara. Alionyesha kuwa masimulizi kama hayo yametokea hapo awali, ikiwa ni pamoja na kuhusiana na kutoweka kwa kutisha kwa Humphrey Polepole, lakini uchunguzi daima unaonyesha matokeo sawa. Kulingana naye, kuna mara chache ushahidi wa utekaji nyara huwa halisi. Badala yake, alisema watu wengine wametumia madai ya kutoweka kama skrini ya moshi kwa ajenda zao za kibinafsi za kisiasa. Alitoa wito kwa waandishi wa habari na watumiaji wa vyombo vya habari na mitandao ya kijamii kuwajibika wanaporipoti masuala nyeti, akibainisha kuwa utangazaji uliokithiri na kutoweka kwa Humphrey Polepole kumesababisha mkanganyiko badala ya uwazi. Msigwa alivitaka vyombo vya habari kushirikiana kwa karibu na serikali ili kuhakikisha ukweli unawafikia wananchi bila ghilba wala upendeleo. Kulingana na yeye, ushirikiano kati ya serikali na vyombo vya habari vinavyoaminika bado ni muhimu katika kupambana na upotoshaji. Msigwa alisisitiza kuwa serikali inaendelea kulichukulia suala la kutoweka kwa Humphrey Polepole kwa uzito unaostahili. Alisema kuwa vyombo vya usalama vinawasiliana mara kwa mara na familia hiyo kuhakikisha wasiwasi wao unashughulikiwa huku uchunguzi ukiendelea. Mamlaka ya serikali ya Samia Suluhu Hassan, alieleza, imedhamiria kudumisha uadilifu wa mchakato na usalama wa raia wote. Katika hotuba yake ya mwisho akimalizia, Msigwa aliuhakikishia umma kuwa serikali inaweka usalama wa taifa na ukweli juu ya yote. Alisema kuwa kesi ya kutoweka kwa Humphrey Polepole kwa kutisha, kama jambo lingine lolote la maslahi ya umma, haitapuuzwa au kutupiliwa mbali. Aliwakumbusha wananchi kuwa Tanzania imesalia kuwa nchi inayoongozwa kwa misingi ya sheria na haki, ambapo hakuna madai ambayo ni madogo sana kuweza kuchunguzwa. Mwisho, Msigwa aliwataka Watanzania kukataa woga, kubaki na umoja na kuamini njia rasmi za mawasiliano kwa taarifa sahihi za kutoweka au kutekwa nyara kwa Humphrey Polepole. Alisisitiza kuwa serikali itaendelea kupambana na taarifa potofu na kuhakikisha ukweli, hata uchukue muda gani, hatimaye unatawala. Vilevile alisema ya kwamba sasa hivi hakuna udhibitisho wowote ya kwamba ni kweli ametekwa nyara mpaka pale jeshi la polisi litamaliza uchunguzi na kudhibitisha ukweli ya kwamba ni kweli au la ametekwa nyara. Ujumbe wake ulikuwa wa utulivu, uwajibikaji na imani kwa taasisi za taifa, hata kama siri inayozunguka kutoweka kwa Polepole inaendelea kuvuta hisia za umma. Mtazamaji, ni hayo tu nimekuandalia sasa hivi, na kuomba kwa moyo mkunjufu na wa dhati bonyeza alama ya like, kisha bonyeza neno subscribe chini ya video hii, alafu bonyeza kiboksi hicho kwenye screen yako, kitakuelekeza katika video ama taarifa zetu mpya.